Vikwazo vya kutumia ulicho nacho ili kupata usichokuwa nacho. Wakati mwingine unakuwa na kitu ambacho hicho kitu kinatakiwa kifanyike msaada kwenye matumizi ili kiweze kukupa kile ambacho hauna, lakini kunakuwa na vikwazo au kikwazo cha kutumia ulicho nacho. Unacho, lakini kunakuwa na kikwazo cha kutumia, kwa sababu kile ambacho hakitakupa matokeo kama haujakiingiza katika matumizi. Kwa hiyo Mungu anaweza kaachilia kitu ambacho kitafanyika msaada juu ya maisha yako, lakini shetani anakuja kuweka kikwazo au vikwazo. Vikwazo vya nini? Vya matumizi. Vikwazo vya nini? Vya matumizi. Kwa nini? Kwa sababu kama shetani hataweka kikwazo cha matumizi, anajua kabisa ulicho nacho utakapoanza kukitumia, maana kitaenda kukupa matokeo, na kama kitaenda kukupa matokeo makubwa, na yeye shetani hataki upate matokeo makubwa. Kwa hiyo Mungu kama ameachilia hicho kitu, shetani anachokifanya anaachilia kikwazo. Kikwazo cha nini? Cha matumizi. Na ni ngumu sana kuweza kujua vikwazo ambavyo wakati mwingine vinaachiliwa na shetani juu ya kutumia kile ambacho unacho, kwa sababu kama utakuwa umefungwa kwenye eneo la matumizi, maana yake hautaona kama kikwazo. Ngoja nitoe mfano. Mungu amekupa degree ya biashara na umegraduate pengine mwaka jana au mwaka juzi, miaka 3 iliyopita au mwaka huu, na una ganda lako la degree ya biashara au degree ya uchumi. Maana yake Mungu amekupa na umefaulu vizuri. Mwaka wa kwanza huna kazi, mwaka wa pili huna kazi, mwaka wa tatu huna kazi, lakini una degree ya nini? Ya uchumi. Una degree ya nini? Ya kilimo. Una degree ya nini? Ya mifugo. Una degree ya nini? Ya biashara. Na unaingia kwenye malalamiko, unaingia kwenye manunguniko, unafunga na unaomba, unafunga na unaomba. Unamwambia Mungu, mbona sikuelewi? Nina mwaka wa 3 sina kazi, nina mwaka wa 4 sina kazi, nina mwaka wa 2 sina kazi. Kwa nini mimi? Kila nikitupa maombi hakuna hata mahali ambapo ninaitwa kwa ajili ya interview. Unabaki na cheti chako, una kitu ambacho unacho, lakini umeshindwa kukutumia kikupe kile ambacho hauna. Maana yake ni nini? Vikwazo. Maana kitu ambacho shetani kakiachilia ndani yako ni vikwazo. Kaachilia vikwazo cha kutumia kile ambacho Mungu amekupa, kikwazo cha matumizi juu ya taaluma uliokuwa nayo.